ta'ala wa minal mawani, na miongoni mwa vizuizi au ni katika venye kuzuia kumkufurisha mtu an yaqa ma yujibu al-kufra wal fisqa bighairi iradatin minhu, ni kutuka lile ambalo linawajibisha au linapelekea ukafiri au ufasik pasi na kukusudia, pasi na makusudio kutoka kwake. Ni kutokea lile ambalo linampelekea au linawajibisha kukufurisha au linawajibisha ukafiri na ufasik, ndio sawa sawa. Wa min almawani, na katika vizuizi an yaqa ma yujibu al-kufra, ni kutokea lile ambalo linapelekea ukafiri au al-fisqa au ufasik bighairi iradatin minhu, pasi na kukusudia kutoka kwake, pasi na makusudio yote kukusudia yeye. Walidhalika suwarun, na hilo lina sura nyingi. Minha, miongoni mwa sura hizo, an yukraha ala dhalika, ni kutezwa nguvu juu ya hilo, kulazimishwa juu ya hilo. Fayafaluhu lidai al-ikrahi, akalifanya hilo kwa sababu yenye kupelekea, kwa sababu ya kutenzwa nguvu, kwa lile lenye kupelekea kumtenza nguvu. Latmi inanan bih, na si kwa kutulizana juu yake kwamba yeye mwenyewe sasa nafsi yake imekubali, ni kwa sababu tu amelazimishwa. Fala yakfuru hina idhin, hata kufuru kwa wakati huo. Liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, waman kafara billahi, na yoyote atakayemkufuru Allah, min ba'di imanihi, baada ya kumwamini au baada ya kuamini kwake, min ba'di imanihi, baada ya kuamini kwake, amemkufuru Allah baada ya imani. Kisha akasema illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, isipokuwa yule mwenye kulazimishwa na hali ya kuwa moyo wake ni wenye kutulizana katika imani, huyo hayumo. Lakini atakayemkufuru Allah baada ya kumwamini Allah, hukumu yake itakuja mbele hapa. Lakini huyo ambaye amemkufuru Allah kwa sababu amelazimishwa, ametenzwa nguvu, atauliwa. Sasa sema hivi, kufuru, lakini moyo wake yeye anaona kwamba hicho anachoambiwa yeye hakubaliani nacho, ni mutma'innun bil iman. Walakin man sharaha bil kufri sadran, lakini yule ambaye ameufungulia ukafiri kifua chake, akawa ukafiri ameufungulia kifua chake, akawa yeye ameukubali, fa alaihim ghadabun min Allah, basi iko juu yao wao adhabu itokayo kwa Allah. Walahum adhabun adhim, na watapata wao adhabu kubwa. Wa minha, na katika sababu hizo ambazo zinazuia au katika vizuizi vyenye kuzuia mtu kukufurishwa, an yughlaqa alayhi fikru, ni kuzibwa, ni kufungwa juu yake fikra yake. Fala yadri ma yaqul, ikawa mtu hajui anachokisema, amepatwa na jambo la huzuni au jambo la furaha kiasi ambacho akawa yeye anaropoka tu, hajui kasema nini. Fala yadri ma yaqul lishiddati farahin, kwa sababu ya furaha kubwa, au huznin, au kwa sababu ya huzuni kubwa, au khawfin, au kwa sababu ya hofu kubwa, au nahwi dhalika, au mfano wa hayo. Amepatwa na jambo kubwa ambalo akili yake imemfanya tasha akli, mpaka akili yake ikawa imeruka, hajui anachokisema. Si kwamba amekuwa kichaa, lakini amechanganyikiwa kidogo kwa sababu ya furaha sana au kwa sababu ya huzuni, akawa azungumza aropoka tu. Wadaliluhu ma thabata fi sahih Muslim, na dalili yake ni lile lilothibiti katika sahih Muslim, min hadithi au an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi, kwa hakika Allah ni mkubwa zaidi kwa furaha kwa sababu ya tauba ya mja wake, hina yatubu ilayhi, wakati anapotubia kwake. Hakika Allah, wallahi, hakika Allah ni mkubwa zaidi kwa furaha kwa sababu ya toba ya mja wake wakati anapotubia kwake. Min ahadikum, kuliko furaha ya mmoja wenu, kana ala rahilatihi bi ardhi falah, aliyekuwa juu ya mnyama wake katika ardhi ya mawanja, famfalatat minhu, akamchomoka mnyama huyo, mnyama akamponyoka. Famfalatat minhu, akamponyoka mnyama huyo.
wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu, na hali ya kuwa pana juu yake huyo mnyama chakula chake huyo mtu na kinywaji chake. Faisa minha, akamkatia tamaa. Yuko jangwani, maji na chakula kiko mnyama huyo, mnyama akakimbia. Faata shajaratan fattaja fi dhilliha, akauendea mti akalala katika kivuli chake. Qad aisa min rahilatihi, amekata tamaa, kumkatia tamaa mnyama wake. Fabainama huwa kadhalika idha huwa biha, wakati alipokuwa katika hali hiyo. Fabaina huwa kadhalika, wakati alipokuwa yeye katika hali hiyo, idha huwa biha, ghafla mnyama huyo, ghafla yeye akawa amemkamata mnyama huyo, au ghafla yeye iko na mnyama huyo qaimatan indahu, ni mwenye kusimama mbele zake, au hali yakuwa ni mwenye kusimama mbele zake, mara mnyama wake huyo hapa. Fa akhadha bi khitamiha, akashika zile hatamu zake. Fa akhadha bi khitamiha, akazichukua hatamu zake, zimamu zile. Thumma qala min shiddati alfarah, kisha akasema kutokana na ukubwa wa furaha, Allahumma, Allah, anta abdi, wewe ni mja wangu, wa ana rabbuk, na mimi ndiye mola wako. Akhtaa min shiddati alfarah, huyu amekosea kwa sababu ya furaha kubwa. Ule ukubwa wa furaha ndio ulimpelekea akakosea. Huyu hata kufuru. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi safhati 80 wa 100 fi al-juz' ath-thani 'ashar min majmu' al-fatawa Ibn Qasim. Amesema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika juzu ya 12 ukurasa wa 180 katika majmu' al-fatawa ya Ibn Qasim, wa amma at-takfir fa as-sawab, ama kukufurisha lililo sawa, anna man ijtahada min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwamba atakayefanya ijtihadi katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qasada alhaq fa akhta, na akaikusudia haki lakini akakosea, lam yakfur, hata kufuru, bali yughfar lahu khata'uhu, bali atasamehewa yeye makosa yake. Waman tabayyana lahu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, na yule ambaye yamembainikia yeye yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, fashaqa ar-rasula, akamukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, wattaba ghayra sabili al-mu'minin, na akaifuata njia isiyokuwa ya waumini, fahuwa kafirun, basi ni kafir. Kule anasema katika aya, nuwallihi ma tawalla, tutamwacha aelekee alikoelekea, tutamuelekeza alikoelekea, pia ni sawa. Tutamwacha aelekea na alikoelekea, pia utasema tutamuelekeza alikoelekea, kwa maana ameamgia katika ukafiri, basi ataachwa kwenye kufuru yake. Waman ittaba hawahu, na yule ambaye amefuata matamanio ya nafsi yake, waqassara fi talabi alhaq, na akazembea katika kuitafuta haki. Huyu anafuata matamanio alafu wala hataki kujua haki yasemwaje, maneno yote yazungumza wala hataki kusikiliza yeye yuko busy na mambo yake. Watakallama bila ilmin, na akazungumza pasi na ilmu, fahuwa asim mudhnibun, huyo ni muasi, ni mtu aliyeasi mwenye madhambi. Thumma qad yakunu fasiqa, kisha huenda akawa fasik. Wa qad yakunu lahu hasanatun, na huenda akawa na yeye mambo mema ambayo tarjuhu ala sayiatihi, yatakuwa mazito katika, yatayazidi uzito yale maovu yake. Wa qad yakunu lahu, huenda akawa ana yeye hasanatun, mambo mema ambayo tarjuhu ala sayiatihi, yatayazidi nguvu maovu yake, huenda akawa iko hivyo. وقال في صفحة 29 و200 في الجزء الثالث من المجموع المذكور في كلام الله، na amesema katika ukurasa wa 229 juzuu ya 3 katika majmuu iliyotajwa katika maneno yake Ibn Taymiyyah, hadha, yafahamu vyema haya, maa anni daiman, pamoja na kwamba mimi daiman, waman jalasani ya'lamu dhalika minni, na yule aliyekaa na mimi analijua hilo kutoka kwangu, kwamba mimi daiman, na yule ambaye ananijua mimi, ambaye amekaa na mimi anajua hilo kutoka kwangu, anni min a'dhami nnasi nahyan, kwamba mimi ni mkubwa zaidi kuliko watu wote kwa kukataza, an yunsaba muayyanun, kunasibishwa mtu maalum,
ila takfirin wa tafsiqin wa ma'siyah, kwenye kukufurisha na kutia kwenye ufasiki na kwenye maasi. Illa idha ulima annahu qad qamat alayhi alhujja, asema mimi ni katika watu wakubwa katika wenye kukataza kumnasibishia mtu ukafiri na ufasiki na maasi. Illa idha ulima annahu qad qamat alayhi alhujjatu ar-risaliyya, isipokuwa itakapokuwa imefahamika kwamba zimemsimamia yeye, zimesimama juu yake hujja za kirisala, allati man khalafaha, hoja ambazo atakaye khalifu kana kafiran tara, anakuwa ni kafiri kwa mara moja, wa fasiqan ukhra, na anakuwa fasik kwa mara nyingine, wa asiyan ukhra, na anakuwa asi katika mara nyingine. Wa inni uqarrir, na mimi ninathibitisha, anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'a au khata'aha, ameusamehe umma huu kwa bahati mbaya yake. Wadhālika ya'ummu al-khata' fi al-masail al-khabariyah al-qawliyah, na hayo yanaenea au makosa yake. Anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha, hakika Allah ameusamehe umma huu makosa yake kule kukosea kwake. Wadhālika ya'ummu al-khata'a fi al-masail al-khabariyah al-qawliyah, na hilo linaenea kosa katika masaili ya kikhabar na ya kiqauli, wal masail al-amaliyah, na masaili ya kimatendo. Kuna masala yanakuwa ni masala ya khabar na qaul, na mingine masala ya amali, vitendo kama swala na zaka na mingineyo. Wama zala as-salaf yatanazauna fi kathirin min hadhihi al-masail, na hawajaacha kuwa salaf wanazozana, wanakhtalifiana katika mengi katika masala haya, yani waliendelea kukhtalifiana juu ya hukumu ya masaili haya. Walam yashhad ahad, yani walikuwa wanakhtalifiana, kwa wengine wanasema halali, wengine wanasema haramu, wengine kadha, wamekhtalifiana. Walam yashhad ahad minhum ala ahad la bikufrin wala bifisqin wala bima'siyah, na hakutoa ushahidi yoyote miongoni mwao juu ya mwingine, juu ya yoyote, si kwa ukafiri wala kwa ufasiki wala kwa maasi. Masaili yule anasema kadha na yule anasema kadha, masaili amaliya, مسألة اعتقاد الخبرية العملية العلمية، مسألة اعتقاد. مسائل العملية لمسألة عبادات من جنات المعاملات، ومختلفيان، lakini hakuna hata mmoja ameshuhudia na kutia ukafiri kumwingiza mwenzake katika ukafiri au kwenye ufasiki au kwenye maasi.